Huyu ni mke wangu wa tatu. Anaitwa Asia. Asia. Naam. Hawa ni wake wenzako. Huyu hapo unayemuona ni Amina. Huyu ndo mke wa kwanza. Nimeishi naye sasa mwaka wa 10. Na yule anaitwa Mona ambaye ndo mke wa pili. Sasa hivi niko naye mwaka wa 4. Kwa hiyo karibu sana. Asante. Nimefurahi kuwafahamu. Karibu sana Asia. Kama venye mume wetu atangulia kusema, mimi ndo ni mke mkubwa hapa na Mona ndo ni mke mdogo, lakini kwa sasa hivi wewe ndo utakuwa mke mdogo. Jisikie uko nyumbani kabisa yani. Zile issue za kwa wasikia kama ukiwaenza ni mbaya, sio hapa ndani ya nyumba yetu. Sisi tuko vizuri. Yaani mimi nachukulia kama dada zangu wale wa damu kabisa. Alafu isitoshe ukimpata mume wako na tatizo lolote, usisite kuja kuniambia. Wewe njoo niambie kama dada, kwa sababu mimi ninamjua huyu tangia kitambo. Akiwa na shida yoyote kama ukimwona na kitu chochote tu kina shauku, nifuate mimi kama dada yako. Lakini karibu sana, jisikie uko nyumbani. Wewe mwanamke, wajua kila siku kwa na kushuku kwamba hapa kunafanya kile friji mbovu. Wewe hauko sawa. Sijuzi tu hapa nataka kuomba mume pesa. Sina mimi, amehangaika, sina pesa. Yaani hizo shida tunazokula hapa na nyumba. Sengine hapa hatuli, twalala na njaa. Alafu saizi uko radhi. Karibu mke wetu mdogo. Karibu sijui karibu nani. Sasa sikiza, kama wewe umeridhia, mimi kwangu inaitwa no. Yaani nitabaki mimi kwa mke mdogo. Yeye atabaki ataenda. Hapa kai hapa. Na kama hataki kuamua kwenda zake, yule mume anipe talaka yangu. Dada, unakosea unaposema hivyo. Mume wetu kuoa mke wa pili ama kuoa mke wa tatu ama wa 4, hiyo ni sunna ya Mtume. Wewe mwenyewe nadhani waelewa hivi. Alafu isitoshe, wakati unaolewa wewe, mimi nisikia uchungu, wenyewe saizi wasikia uchungu. Cha msingi uwe na subra dada. Ulipoolewa wewe, mimi nilisikia uchungu hivyo. Ushaona eh? Sasa pia akiolewa kukuolewa mke mwingine wa 4 atasikia uchungu hivyo. Kwa hiyo kuwa na subra.